Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kwenye kipindi cha neno na neno letu lina kichwa kinasema kuishi maisha ya furaha na amani kama Mkristo. Amen. Huu ni mwaka wetu wa haleluya kama ambavyo mnajua, na haleluya maana yake ni mwaka ambao ni mwaka wa ushindi, mwaka wa kucelebrate. Kwenye mkesho mwaka mpya tuliwapa ujumbe kwamba Mungu alikuwa anataka kila mtu moyo wake uwe katika hali ya furaha, ndio yeye atashuka. Alikuwa anataka kila mtu atengeneze amani ndani ya moyo wakati anakuja pale ili yeye aweze kushuka. Alituambia na tukawaambia. Maana yake ili mwaka huu pia uweze kumanifesti kwenye maisha yetu kama mwaka wa haleluya, lazima tutafute namna ya kutengeneza furaha ndani yetu. Yaani mwaka huu tembea kwenye furaha. Na ndio maana tumeanza na hili somo mapema hii. Linasemaje? Furaha na amani kama Mkristo. Kuishi maisha ya furaha na amani kama Mkristo. Umeshawahi kuwa na furaha? Umewahi kuwa na furaha? Ndio, nimeshawahi. Ilikuwa ni wakati gani na wakati gani? Nitajie vitu viwili ambavyo vilipotokea ulikuwa na furaha kweli kweli. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2021. Nilikuwa tangu nimeolewa nilikuwa sijapata ujauzito. Kwa ile siku nimejigundua kama ni mjamzito, nilifurahi sana. Furaha yako iliisha baada ya muda gani? Kwa hilo jambo. Kwa hilo jambo? Mpaka leo bado ile furaha ipo au imeshaisha? Bado namtukuza Mungu kwenye. Unamtukuza Mungu lakini furaha iko au imeisha? Bado ipo ya watoto. Jambo la pili? Jambo la pili kwa kweli ni mwaka huu nilipoanza kumtumikia Mungu kwa kuinspire na kuwaita watu kwa maombi kwa ajili ya kuiombea huduma. Ni kitu ambacho nilikuwa nimestruggle kwa muda mrefu, lakini mwaka huu nimeweza. Kwa kila nikikaa namshukuru Mungu na kumtukuza. Okay, kwa hiyo ni mambo ngoja tuishie mawili. Mambo mawili ambayo yamekupa furaha. Ngoja nije maana ni kama unanitabasamia. Haya, niambie wewe kwako. Mambo mawili ambayo yamekupa huzuni. Au ulikuwa unataka nikupe swala la furaha? Haya, furaha. Ni furaha kwa sababu ni encourage 2022. Ongea kwa sauti. Ni furaha, nitaka nikwambie furaha kwa sababu 2022 ni encourage na nikafanya. Kwenda nyumbani nchi ya wazazi wangu Kongo na kufanya mikutano ya Injili. Oh. Yes. Amen. Kwa hiyo ni furaha kwako. Jambo la kwanza lilikupa furaha, si na haijaisha. Na bado haijaisha. Jambo la pili? Jambo la pili ni Mungu kunipa mtoto wa kwanza nikiwa na miaka 41. Oh. Wow, glory to God. Yes. Glory to God. Amen. Yes. Amen. Amina. Asante. Mbona wengine mnakopesha macho? Tunaenda tu tunafundishana wala hata usiogope, ni mambo ya kawaida sana, si ndio? Ni mambo gani mawili unayokumbuka yalikupa huzuni? Moja, tulipe moja, nipe moja. Jambo moja ambalo nakumbuka lilinipa huzuni ni sehemu niliyokuwa nafanya kazi. Of course limetokea hivi karibuni. Tumeambiwa kwamba nani aliyekuwa ana sponsor lile eneo hataki tena kuendelea na kusponsor ile project ambayo tulikuwa tunaifanya. Kwa kidogo nilihisi kama nimeshake. Kwa maana hiyo nikapata huzuni. Hamna hela tena, si ndio? Hamna, mzungu atatoa hela tena. Kwa sasa nikasema mbona hii ni mbaya sana. Kwa hivyo namshukuru Mungu, lakini nilivyosikia basi hapo. Mimi nataka unijibu tu straight. Najua unamshukuru Mungu, nakumbuka. Nani ajitolee mwingine kuniambia nakumbuka kitu kilichomhuzunisha? Mimi natamani watu wawe sharp, yani usiogope. Kwani unaogopa nini wewe mtoto? Huyu hapa minister, twende. Kitu kilichonihuzunisha sana ni nilipompoteza mtu wa karibu, mdogo wangu. Sawa. Nataka msikilize haya majibu yote vizuri kabisa. Yaani tuko darasani hapa, tuko darasani. Nataka mtu wa mwisho mmoja, jamani, amenyosha mkono kwa nguvu sana, mtu mpe nafasi kule nyuma. Wewe unataka furaha au huzuni? Kitu kilichonihuzunisha sana kuacha kazi kwenda kuolewa, alafu zaidi mume wangu akafariki.
Oh, okay. Lakini ungekuwa na kazi usingehuzunika? Ndio. Haya, ondoa mic. Amen. Furaha, mtu mmoja ambaye ana kitu cha furaha ambacho kwa kweli kilimfurahisha sana. Anyoshe mkono yeye mwenyewe tu. Haya, chagua mtu yoyote mpe. Naona mikono iko mingi. Tunajifunza hapa tulipo, tunajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa kweli siku niliyopata furaha ni siku nilipojifungua mtoto wa kiume. Kwani wa kike wako wangapi? Siku nilipopata furaha ni siku nilipojifungua mtoto wangu wa kiume wa mwisho. Nilifurahi sana. Kwani ngoja kwanza ili tuelewane vizuri kabisa. Wa kike wako wangapi? 3. Na wa kiume? 1. Kwa hiyo mtoto wa pili wa kike wakati tunajifungua ilikuwa tu kawaida ile? Furaha ilizidi kwenye ule mtoto wa kiume, si ndio? Kwa hiyo ulikuwa unataka mtoto wa kiume? Ndio. Okay. Kwa hiyo furaha yake alipopata mtoto wa kiume. Mwingine? Haya, takupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi siku niliyopata furaha ni siku ambayo nilimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amen. Jamani, mbona yeye hamjapiga makofi? Amen. Amina. Mungu akubariki. Nilichukua kama masaa 8 hivi nikiwa katikati ya furaha, yani bila kujitambua. Na hiyo furaha tunaamini mpaka leo bado ipo, si ndio? Ipo kabisa. Haya, huyu hapa Wina Jackie. Unataka furaha uzoni? Twende. Mimi kitu ambacho kilinipa furaha ni kuna kipindi watumishi walifundisha kwenye Early Grabbers kuhusu watu ambao wanaishi ugaibuni kuwekeza nyumbani. Sasa ile clip mimi niliingia mwenyewe YouTube nikaikata sasa na kaka zangu ambao wako huko. Nikamtumia nikiwa naogopa sana, lakini nikashangaa akachukua ule ujumbe akaufanyia kazi, ni kweli, na akanunua eka nyingi sana Tanga. Nilifurahi kwa kweli. Amen. Mpigie Yesu makofi. Amen. Mwingine tusimnyime nafasi. Nataka wawili wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi furaha yangu niko katika mwaka huu ya kwamba ulipoingia mwaka huu Mungu amefanya kitu cha kushangaza kwangu, kwa maana nilinunua pikipiki kwa mkataba lakini ile pikipiki iliibiwa. Nilimshukuru Mungu sana na nikapata furaha ya ajabu ambayo mpaka sasa siwezi kuielezea kwamba ni furaha ya namna gani, japokuwa nimeibiwa hiyo pikipiki na ni gharama ambazo natakiwa nirudishe. Manake nina furaha ya ajabu sana kuona kwamba Mungu ameniamini hadi akanipitisha kwenye majaribu na akaniamini kwamba naweza kushinda. Ninamfurahia Mungu katika hilo. Mpigie makofi, mpigie Yesu makofi, mpigie Yesu makofi. Wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nina kilichonikwaza na kilinipa pia furaha. Huzuni na furaha. Yes. Nilimpoteza mama, baba, kaka ndani ya kama miaka 2. Kwa hiyo kilikuwa kinaniuma sana 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 mpaka nikaa nasema na mimi labda siku moja nitakufa. Ile siku nilipokuwa nasikiliza wimbo wa Patrick Kobuya akasema wazazi wanaweza wakaenda, walikuwa na Mungu na Mungu huyo bado ni wa kwako. Hiyo siku nilifurahi na tangu hapo sielewi hata ule uchungu uliishaje. Mpaka leo namshangaa Mungu, hivi imekuwaje sikumbuki hata sili tena. Amen. Amina, amina. Amen. Amen. Najua wengi mlikuwa mnataka kuzungumza lakini tunaamini ni mambo yanayofanana na hayo, si ndio? Au kuna mtu ana kitu cha tofauti kabisa? Nyinyi mna uhakika ni vitu vya tofauti? Haya. Mpe yule, waongea haraka usiseme mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kitu kilichonihuzunisha sana maishani mwangu ni ile kusimamia ukweli. Unapomuonya mtu amefanya kosa anakuchukia. Hicho kitu kilikuwa kinaniuma sana maishani mwangu. Haya, amina. Dada pale. Mimi kilichoniumiza ni kufanya vizuri sehemu uliyowekwa alafu naitwa wewe mkimbizi. Unatafuta credit kwenye nchi yetu. Huku Tanzania maana yake. Na sio mara moja. Tusamee wa Tanzania. Amen. Amina. Na huyu hapa dada amenyosha. Mimi nazungumzia furaha. Furaha yangu kubwa ambayo nimeipata mwaka huu ni kuhusu rafiki yangu. Nilivyomtambulisha kwenye hii huduma siku ya Beto to Beto ile last week.
WD, sio? Yes, nilikuwa siamini kama anaweza kuomba masaa yote hayo, lakini nikaa namchungulia naona anaendelea na niko naye tena hapa. Naamini Mungu atamtokea kwenye mahitaji yake. Yuko wapi? Huyo hapa. Tena amekaa mbele kabisa, huyu lazima akutane na Mungu. Amen, amina. Basi kwa hiyo tumepata picha, si ndio? Yes, hapa sasa leo nimekwambia nataka kukuwekea msingi. Ni somo zuri sana ambalo ukilimaster hili somo Januari mapema, huu mwaka wako ni mwaka mwema sana. Na tena sio mwaka huu tu, na miaka mingine inayokuja. Sasa kuna kitu kinaitwa happiness na kuna kitu kinaitwa joy. Kuna maneno mengine ya Kiingereza, ya Kiswahili huwa ni magumu, yanaeleweka zaidi yakiwa Kiingereza. Kwa sababu happiness ni furaha, lakini joy pia unaweza kusema ni furaha, unaweza kusema ni shangwe. Lakini hapa mimi nikikwambia shangwe, wewe utaanza kuona kama vile shangwe ya kucheza muziki labda au vitu kama hivyo. Kwa hiyo bora tuweke kwa Kiingereza. Happiness na joy ni vitu viwili tofauti. Kwenye statistics au takwimu, watu milioni 280 duniani wanaishi na depression au msongo wa mawazo, au kwa maneno marahisi naweza kusema wanaishi kwa huzuni, yani hawana furaha na maisha yao. 280 milioni duniani. Lakini watu zaidi ya 700,000 wanajiua kila mwaka kwa sababu wameshindwa kuhandle mikiki ya depression. Yani wanajiua kwa sababu ya huzuni walizozibeba au hizo depression zinazowasumbua. Kwa hiyo wanashindwa kubeba mihimili, wanaamua kujiua. Na kati ya watu wao 700,000 wengi ni miaka 15 mpaka 29. Kwa hiyo utaangalia kundi hapo ni vijana. Lakini takwimu pia inasema nchi zaidi ya 10 tajiri duniani na zenyewe zimekumbwa kwenye hiyo depression, maana zimekumbwa kwenye hiyo statistics. Maana kwenye hizo nchi tajiri ambazo watu wake wana hela, wana maisha mazuri, lakini humo ndani bado kuna watu wana depression, wana msongo wa mawazo, wana huzuni, hawafurahi maisha. Maana wana hela, wana maisha, lakini hawayafurahi. Sasa nimekwambia kuna kitu kinaitwa happiness na kuna kitu kinaitwa joy. Happiness ni pale ambapo unapata furaha ya muda mfupi kwa sababu ya vitu. Happiness ni kwa sababu ya vitu tu. Hapo karibia wote mliotaja hapa, wote sad, vitu vya huzuni na vya furaha, wote viko kwenye kundi la happiness. Kasoro mmoja pale yule aliyesema ameibiwa pikipiki. Lakini karibu wote, manake that is happiness. Happiness unaitafuta kwa sababu ya vitu. Unataka hela, unaona umefukuzwa kazi. Unaona kama vile sina furaha tena kwa sababu ya kazi. Hujapata mtoto, unaona sina furaha tena kwa sababu sina mtoto. Wengine mmesema vitu gani? Umepoteza ndugu, minister kasema, unaona kama vile mbona hili Mungu mbona kubwa sana. Kwa hiyo huna furaha kwa sababu umepoteza ndugu. Umefanyaje? Umepata mtoto, unaona kwa kweli furaha yangu imekamilishwa na mtoto. That is happiness. Happiness huwa haidumu. Furaha hiyo ni ya muda mfupi. Na huwa inaletwa, yani strictly inaletwa na vitu au mambo yanayotuzunguka. Mambo yanayotuzunguka. Yani hiyo siku umeenda umepata mshahara, unafurahi. Hiyo sasa ndio inaitwa happiness. Umepewa bonus, unafurahi. Hiyo inaitwa happiness. Lakini sasa kuna kitu kinaitwa joy. Na joy ndio kitu tunachotakiwa kukiangalia, not happiness. Tunaelewa? Happiness ni kitu cha muda mfupi. Wala hata Mungu hataki tuangalie happiness. Anataka tuangalie joy. What is joy? Joy maana yake unakuwa na kuridhika ndani yako. Yaani joy ni swala la ndani, sio swala la nje. Yaani huku nje mambo yanaweza kawa tofauti, lakini ndani kuko joy. Maana yake ndani unaweza kuwa na joy na furaha, lakini nje umefiwa. Unaelewa? Yaani ndani yako you feel good. Unaona umeridhika. Unaona una raha, lakini nje kwenye hali ya kawaida uko kwenye msiba. That is joy. Amen. Sasa ni watu wachache sana ambao wako kwenye hizo level za kuwa na joy, na ndio maana tunahangaika. Kwa hiyo joy maana yake ni furaha ya kweli, ni hali ya ndani ya moyo au hisia ambayo iko ndani, sio nje. Ambayo inakuletea amani, inakuletea kuridhika, inakuletea furaha,
inakuletea kutosheka, inakuletea kujisikia vizuri humu ndani bila kujali mazingira yanayokuzunguka yanasema nini. That is joy. Na ndio hii joy inayozungumziwa kwamba ndugu, hesabu kuwa ni furaha unapoingia kwenye majaribu. Yule kaka pale amesema ameibiwa pikipiki, lakini bado anasikia furaha kwa sababu anajua ameingia kwenye majaribu. That is joy. Na hii joy ndio Mungu anayoitaka. Mungu anataka this kind of joy. Anataka furaha ya namna hii. Yakobo 1:2, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Yes. Una tafsiri ya Kiingereza hapo? Ndio. Inasemaje? My brethren, count it all joy when you fall. Joy. Hajasema happy. Si unaona joy. Na Mungu wakati anatuleta duniani anataka tuwe joyful, tuwe watu wa furaha. Sio happy. Mungu anachokiangalia ni joy. Furaha ya ndani. Furaha ya ndani haiangalii kwamba wewe una hela au hauna, umelala njaa au umekula. Yaani unaweza kuwa umelala njaa but ndani yako you have joy. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Na mtu mwenye moyo wa namna hii Mungu hawezi kumwacha. Ndio maana unakuta mtu hana chakula, hana nguo, hana nini, lakini ameamua tu kumtegemea Mungu. Ana raha ndani yake, ana furaha ndani yake, ana utoshelevu ndani mwake, na anaamini kwamba anatumaini juu ya Mungu. Lakini unamwona yuko anaishi, ana furaha, ana amani, hana hela lakini ana amani. Simesha kuona watu wa hivyo? Unaweza kukuta kuna tajiri na maskini. Tajiri hana amani, ana kila kitu lakini hana amani. Kuna mtu maskini lakini ana amani. This is joy. This is joy. Sasa katika pita yako kwenye maisha yako yote, taka joy. Yaani ndio tunafundishana. Hali nimekwambia na kuwekea background. Yaani kama ni mtu, kama unajiona ni mtu ambaye unatafuta furaha. Kuna watu wengine wanaamua kumwacha Mungu kwa sababu tu hawajapata watoto. Maanake uko bize kwenye mambo ambayo yako tofauti. Yaani unamdai Mungu watoto, unamdai Mungu hela, unamdai Mungu kazi, unamdai Mungu vitu kama hivyo, kiasi kwamba ndani yako kunakuwa hakuna amani. Kwa hiyo Mungu akiangalia anaona sasa huyu mtu, kwa Mungu hawezi kutembea kwenye maisha yako. Kwa hiyo if you want to see God, find joy, seek joy. Fanya kila unachoweza upate joy. Maana yake nini? Kuna namna ya kuenenda ambayo kesho tutaingia ndani zaidi. Kuna namna ya kuenenda ili uweze kutoka kwenye kuangalia vitu vya kawaida, vitu vinavyokuzunguka, uanze kuitafuta joy. Yaani moyo wako uanze kutengenezwa kiasi kwamba hata lolote litokee, chochote kitokee, hautakaa na kuanza kumlaumu Mungu, kwa nini umemuondoa baba yangu? Kwa nini Mungu mtoto wangu amekuwa hivi? Kwa nini Mungu umeruhusu hiki? Kwa sababu ndani mwako utakuwa na joy. Na Mungu akishaona mtu wa namna hii anajua kabisa huyu sasa amenitambua. Tutasoma mistari michache hapa. Wafilipi 4:4. Tusome. Wafilipi 4:4. Furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Yes. Furahini katika Bwana. Kila mtu aseme siku zote. Kasemaje? Hajasema ufurahi siku ya harusi. Hajasema ufurahi siku ukipata mshahara. Hajasema ufurahi siku ukipata mtoto. Maana hata ukifiwa, furahi. Hata ukifukuzwa kazi, furahi. Umesikia dada? Hata ukiibiwa pikipiki, furahi. Furahi katika Bwana siku zote. That's it. Wathesalonike wa kwanza 5:16. Wathesalonike wa kwanza 5:16. Furahini siku zote. Hapo nataka tu hapo. Rudia tena. Furahini siku zote. Mmesikia vizuri? Anasemaje? Kama amesema furahini siku zote, baraki hakuna exception. Yaani hakuna siku ambayo Mungu anataka uwe na huzuni. Hiyo mistari mingine imekuandikia tu kwa sababu ameona tu moyo wako umeshindwa kuhimili. Lakini furahi siku zote. Maana yake umefiwa, umepoteza kazi, hujapata ndoa, hauna kazi, hauna wateja, unaumwa, furahi. And that is called
joy. Amen. Watu wengine saizi mioyo inamwaga damu kwa sababu hamna hela, mmeachwa, hamna ndoa, hamna kazi. Kiasi kwamba unamzuia Mungu asifanye kazi. Na mwaka huu Mungu amesema anataka kutembea kwa ukubwa sana. Lakini jambo la kwanza, moyo wako. Tumesema ndio maana tunakufundisha mapema hii, ili ujue namna ya kutengeneza moyo wako, uache utoke kwenye malalamiko, uanze kuwa na joy ili umruhusu Mungu afanye kazi ndani mwako. Amen. Wagalatia 5:22. Andika hii mistari yote, kesho tutaenda nayo, tutazama nayo. Wagalatia 5:22. Wagalatia 5 mstari wa 22. Nasemaje? Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Umeona furaha, umeiona hapo? Tunda la Roho, upendo na furaha iko hapo. Maanake tunaamini kama wewe ni mtu wa rohoni, lazima utakuwa na joy kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani mwako. Hili kesho tutaliangalia vizuri kabisa. Kwa hiyo tukisema tunatafsiri joy au furaha, naposema furaha sitaki uone kama ni happiness. Ndio maana nasema kwa Kiingereza joy and happiness, sitaki uconfuse. Kwa hiyo tunaposema joy, nataka nikupe tafsiri hapa ukiweza iandike. Unaposema joy, what is joy? Au furaha ni kitu gani? Ni kujisikia vizuri ndani ya nafsi kunakoletwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye anasababisha sisi kuona uzuri wa Kristo Yesu ndani ya neno na ndani ya dunia. Tarudia. Joy, what is joy? Au hii furaha tunayoitaka ni ipi? Hii ni furaha, ni kujisikia vizuri ndani ya nafsi. Yaani ni kitu cha ndani. Ni kujisikia vizuri ndani ya nafsi kunakoletwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Maanake Roho Mtakatifu lazima ahusike. Unajua ndio maana unashindwa. Kama una Roho Mtakatifu hakuna namna unaweza kuwa na joy. No way. Roho Mtakatifu ndo anayekusaidia. Kwa sababu kama Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, atakaye kufanya uone kwamba hii kazi kwanza Mungu ndo amenipa, si ndio dada? Alafu imeondoka, najua atanipa nyingine. Unajua una Roho Mtakatifu, sitakufa, nitapata chakula hata nisipopata. Unajua joy ni ufike sehemu useme yani hata nisipopata chakula leo, lakini ndani mwako umeridhika, una amani, unasikia raha. And that is joy. That is joy. Kwa hiyo kuna watu bado mjapata hii definition. Ni kujisikia vizuri ndani ya nafsi kunakoletwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye anasababisha sisi kuona uzuri wa Kristo Yesu ndani ya neno na ndani ya dunia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakusaidia. Ndio maana unasikia ndani mwako amani, hata kama una chakula unasikia amani kwa sababu Roho Mtakatifu anakusaidia. Roho Mtakatifu anakusaidia. Sasa Mungu anataka tuwe watu wa furaha, watu wa joy. Kwa sababu ametuleta duniani sio tuje kuwa watu wa huzuni. Mungu ametuleta duniani tuwe watu wa furaha, tufurahi. Sisi mara nyingi sana Mungu anatuambia furahini. Anasema nasikia raha mkifurahi. Ninasikia raha mkifurahi. Kwa hiyo anapenda mtu awe na furaha bila kuangalia mazingira yanayomwangalia. Unajua unapoangalia mazingira yanayokuzunguka umemfanya Mungu kuwa mdogo sana. Yaani kazi ni kitu gani kwa Mungu? Mtoto ni kitu gani kwa Mungu? Kwa hiyo manake anataka utengeneze mazingira ya kumwamini. Kwa hiyo uendelee kuishi. Lakini kuna watu mmeacha kuishi saizi kwa sababu tu hamna ndoa. Yaani maisha yenu yako yanazunguka hapo hapo, unageuka, unaenda, unageuka, unarudi kwa sababu unaona na miaka 40 sijapata ndoa. Na miaka 41 sijapata mtoto. Kwa unashindwa kuishi. Hata kusudi lako ulifanye.
kwa sababu unaona kama vile Mungu amekuzuilia. Kwa Mungu ametuumba na kutuleta duniani, anataka tuwe na furaha, anataka tuwe watu wa furaha. Akituangalia aone watoto wake tunafurahi, tunamjua, tunajua huyu baba yetu aliyetuumba kwa kweli. Hata kama napitia hili, Mungu hawezi kuliacha ili makusudi ili kunitesa. Inawezekana ameliachilia kwa sababu anataka kuniimarisha. Kwa mimi sio nikae na kuanza kuhuzunika, kwa sababu siamini kama kuna mzazi ambaye anataka mambo mabaya kwa ajili ya mtoto wake. Sasa ndivyo baba alivyo, akituangalia anataka tuwe watu wenye furaha, tumjue yeye. Na tusiangalie vitu vya kupita. Amen. Warumi 14:17 mpaka 19. Warumi sura ya 14 mstari wa 17 mpaka 19. Warumi utanisomea na habari njema pia. Kama una Bwinaja kitaanza kuitafuta haraka hapo. Warumi sura ya 14 nasoma kuanzia mstari wa 17. Yes. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Msikiliza vizuri kabisa. Ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa. Sio kula wala kunywa. Bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Twende pole pole msomaji, mpaka maneno ya sink. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Kwa maneno marahisi, wala sio chakula wala mavazi. Yaani hapo nikiendelea kuizamisha zaidi, sio chakula, sio mavazi, sio magari, sio vitu vyote vinavyoonekana hapa duniani. Rudia tena. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Twende pole pole. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Umesikia? Bali ni haki na amani na furaha. Mmesikia furaha hapo? Kwa hiyo kwa maneno marahisi, ufalme wa Mungu ni nini? Furaha na amani na haki. Endelea. Katika Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu ambaye tumesema kwenye definition, yeye ndo anayetusaidia sisi kuwa na joy. Kwa maana yake furaha, ukisoma kwa Kiingereza tutasoma hiyo tafsiri, utaona in Holy Spirit or by Holy Spirit. Yeye ndo anayetusaidia. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu. Umeona? Yeye, maana kwa maneno marahisi, yeye ambaye anatenda haki, ana amani na furaha, anampendeza Mungu. Umeelewa? Tena hukubaliwa na wanadamu. Umeona? Kwa nini unaanza kulalamika una kibali mbele za wanadamu? Kumbe formula hii hapa. Tena ukubaliwa na wanadamu. Huu mstari unaweza, kama unajua una joy, you have joy in your heart, unaweza kwenda nao mbele za Mungu na kumwambia Mungu, mbona neno lako linasema hivi, afu mbona kama watu wananikataa? Kwa nini una kibali? Sio kazini, kwa mume wako, sio wapi. Maana inawezekana kabisa you don't have joy. Rudia tena huu mstari. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu. Tena hukubaliwa na wanadamu. Nataka sasa ulisomee BHN. BHN iko wapi? Kwa hiyo maisha yako yasisimame eti mtu kwa sababu una chakula, una mume, una mke, una mtoto, una gari. Live and be happy. Sio be happy, be joyful. BHN anasemaje? Maana ufalme wa Mungu si shauri la kula na kunywa, bali unahusika na kuwa na uadilifu, amani na furaha iletwayo na Roho Mtakatifu. Uadilifu, amani na furaha. Kule mwanzo amesema haki, hapa anasema uadilifu, lakini na furaha iko hapa. Tena ni furaha inayoletwa na Roho Mtakatifu. Anayemtumikia Kristo namna hiyo humpendeza Mungu na kukubaliwa na watu. Wow. Tusomee tafsiri ya Easy kwa Kiingereza. Romans 14:17, 18 and 19. Hii tafsiri inaitwa Easy. Kwa wale ambao hawana hizo, unaweza ukadownload Biblia inaitwa YouVersion. Ina version karibia 60 ngapi sio za Kiingereza kwenye simu yako tu, na za Kiswahili karibia 13.
ndio utapata hizi zote. Hem, tusomee hizi. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. Approved by men. Sasa kwa nini unahangaika kwenye hiyo ndoa yako eti mume wako hakupendia, una kibali, alikuwa ananipenda. Lakini kumbe formula moja wapo hii hapa. Hiyo tafsiri umenisomea lakini sio hizi, eti. Hii anasema we belong to God's kingdom. The things that we eat and drink are not real important. Hii ni easy. These things are important. We should do what is right. We should have peace in our minds. We should be truly happy. God's Holy Spirit helps us to live like this. If anyone serves Christ in this way, they will please God and other people will respect them. Kwa unataka watu wa kuheshimu, watu wa kurespect, be joyful. TKU unaweza kuipata. Tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Kama ipatikana na isoma. Maisha katika ufalme wa Mungu sio juu ya kile tunachokula na kunywa. Ufalme wa Mungu ni juu ya njia sahihi ya kuishi, amani na furaha. Vyote hivi vinatoka kwa Roho Mtakatifu. Yeyote anayemtumikia Kristo kwa kuishi namna hii anampendeza Mungu na ataheshimiwa na wengine. You see that? Kwa hiyo kwenye furaha, kwenye joy inaleta vitu vingi sana. Mpaka kibali. Kibali mbele za Mungu, kibali mbele za wanadamu. Mpaka kibali kinakuja kwa ajili ya joy. Kwa hiyo sasa sisi wewe ukijikagua, wakati nafundisha nataka wewe mwenyewe ujikague. Yaani go deeper, anza kujikagua. Kuna wengine mko hapa mmekuja kwa sababu tu mnataka vitu. Na naweza kusema 95% kwa ujasiri kabisa. Kwa ujasiri kabisa naweza kusema 95% mko hapa kwa sababu nataka Mungu ashughulike na hichi, ashughulike na kile. Sio vibaya, lakini ndani ya moyo wako kunasemaje? Do you have joy? Manake una utoshelevu, umeridhika? Una amani ndani ya moyo wako? Yaani pamoja na kwamba unataka Mungu akupe kazi, lakini moyo wako unasemaje? Na hilo ndio jambo la msingi. Kwa nataka nikuache na hili swali, endelea kujitafakari na siku ya kesho usikose. Kwa sababu tutakupeleka siku ya kesho uweze kujua. Sasa mimi kwa kweli nimejikagua, nimejua mimi natafuta happiness, sio joy. Nafanyaje? Ili tuweze kuvuka wote kwa pamoja. Amen. Yes, kwa siku ya leo nilikuwa nataka kuweka msingi kwa namna hiyo. Kesho tutaendelea tena. Kwenye kichwa kinasemaje? Mbona kama mnanong'ona? Amani kama Kristo. Yes. Amen. Mungu awabariki sana. Kesho tutaendelea na hili somo. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Wangapi kuanzia tunapotoka mahali hapa unaanza kuishi kwa amani na furaha? Anza kutengeneza hayo mazingira, kwa sababu siku zote chuki inasababisha kukosa matokeo. Unasikia? Unapokosa raha, unapokosa furaha, inakunyima matokeo. Kwa lazima uanze kujifunza kwenye maisha yako kuishi kwa furaha. Sasa hivi kuna magonjwa mengi, kuna vitu mbalimbali ambavyo vijana wanaingia kwa sababu tu ya vitu vya ajabu visio. Yaani mtu, yaani kama ambavyo nimesema, mtu anakosa furaha kwa sababu tu mlisoma wote alafu ukamzidi maisha. Ajikuta ana raha. Haleluya. Tengeneza mazingira ya kuwa na furaha kwenye maisha yako. Be a source of your own joy. Anza kutrain maisha yako kuwa na raha. Train maisha yako kuwa na furaha. Ni kwenye furaha ndo kuna majibu. Ni kwenye furaha ndo kuna matokeo. Sasa hivi unaweza ukawa mahali hapa uko kwenye uwepo wa Mungu,
Ajenda yako ni kumwomba Mungu akusaidie huku ndani mwako, unasema Mungu wewe ulimsaidia fulani, mbona mimi umeniacha? Tayari upokee jibu. Haleluya. Upokee jibu kwa sababu tayari umemwonea wivu mwingine. Yaani wewe furahia maisha ya watu, furahia maisha ya kwako. Mwambie Mungu asante hata kwa hapa nilipo. Thank you. Haleluya. Shukrani ndio inayokusaidia upate raha humo ndani. Shukrani ndio inayokusaidia uishi kwa furaha. Hatuna shukrani, ndio maana tunapungukiwa na furaha. Unapoona jambo aliendi vizuri, ili uitengeneze furaha, anza na shukrani. Lakini ukiwa uko katika mazingira ya kawaida tu, mimi unajua sisi tunalifaga tu. Baba, katika jina la Yesu, wewe Mungu ulimtoa Paulo na Sila gerezani. Alimtoa, wenzako walikuwa wanaimba. Hebu jaribu kuimagine wewe uko kwenye gereza gani sasa hivi unaimba. Machozi, yani Mungu mimi nimekufanyaje? Bwana mimi nimekufanyaje? Yani mimi Mungu, yani mimi Mungu ndio umenisahau, nimefunga, nimeomba. Wewe niwafundishe kitu. Kufunga, yani mfungo haujibu. Unasikia? Mfungo sio unaokupa majibu. Anayekupa majibu ni Mungu. Mfungo unatiisha mtu wako wa ndani, ili spirit yako iwe active, ili uweze kupambana kwenye ulimwengu wa roho. Lakini anayekupa majibu ni unayemwamini. Haleluya. Kwa hiyo usiende kama Mungu, yani sisi tumefunga lakini Mungu yani ona. Na. Kwa utajikuta unaacha kufunga, mtu wa Mungu. Unasema mimi sifungi, mimi sifanyi nini. The moment unaacha kufunga, roho lako linakuwa yani linavamiwa kirahisi kabisa. Mfungo ndio unaofanya roho yako iwe active, kwa sababu unavinyima vitu vya kimwili. You are killing the flesh. Una activate spiritual life. Haleluya. Mimi nawaambieni kabisa kitu kirahisi kwenye maisha yenu. Nimezungumza kwenye ibada ya Thanksgiving na praise, na tamani muende mkasikilize lile somo, mtavuka vizuri sana. Mtumishi hapa anafundisha. Huyu mtumishi unamuona hapa ni mtumishi ambaye muda wote ni mtu wa furaha. Mimi sijai kumuona mtumishi ananuna. Namshukuru Mungu, mimi ya Mungu amenipa mtu ambaye kwa kweli maisha yake muda wote ana furaha. Najaribu kuwaza ningekuwa na mtu ambaye ananuna, mimi mwenyewe siku nyingine nikiamka nimenuna, afu wote tunanuna, huduma ingeenda. Mama, Mungu asingetujibu mengi sana. Haleluya. Your husband kinuno, your wife mnuno. What do you think? Children's minuno. What do you think about that family? Do you think God will come there? Ameongezea na house girl wote. Haleluya. Yaani wewe kaa na jitafakari. Wewe kila ukiingia kwenye maombi yako ni malalamiko. Malalamiko. Mtu wa Mungu, huu mwaka kataa kuomba maombi ya malalamiko. Huu mwaka yani tamani ukiingia kwenye maombi unaomba kwa raha, unaomba kwa furaha. Yani unajua kabisa, yani sasa hivi naingia kwenye maombi lakini sitaki kuomba maombi ya nini? Ya malalamiko. Hiyo itakusaidia hata kwenye wakati wa vita. Inakusaidia hata kwenye maombi fulani. Unapata nguvu, na unapopata nguvu ni rahisi kupata matokeo. Lakini wengi nyinyi mnaomba maombi ya malalamiko. Maombi ya malalamiko ni maombi ya hisia. Manake kama unaomba kwa hisia, no prayer. Hakuna maombi hapo, ni hisia ndo zina control. Na hapa watu wengi sana nyinyi mmekuwa controlled na hisia. Watu wengi sana mnakuwa controlled na hisia. Yaani hisia zinapopamba moto zinavuruga maisha yenu. Haleluya. Na sisi tunawajua. Nafikiri tunajui. Najua. Kwa tunawaambia mwanzo wamekuja wanatuomba, watumishi tunaomba basi tu na nini kikundi ka Mwanza tujitahidi tuwe tunaomba, tunafanya. Tukaambia sisi vikundi haturuhusu. Vikundi kwenye huduma haturuhusu. Vilishaga tuletea shida.
Haleluya. Kwa hatutaki vikundi. Yaani sasa hivi unaweza ukatoka hapa ukaenda kwa sababu ya vikundi. Mnatoka hapa mnaenda kundi. Yaani mimi siendi. Ile huduma haifai. Sio yenyewe. Alafu wewe unataka Mungu akusaidie. Are you serious? Are you serious? Zile ni hisia. Hisia. Huduma imefanyaje mami? Imekufanyaje? Haleluya. Nauliza huduma imefanyaje? Yesu amekufanyaje? Palipo na vikundi panasababishaga mioyo yenu, mnaanza kuvuruga mioyo yenu. Ghafla mtu unaanza kuishi bila raha, unaishi una amani, unaishi bila furaha. Yes, tu kwa sababu ya mavikundi. Mimi sina rafiki, sina nani, ndugu. Mimi niko na ndugu yangu hapa. Unafikiri kuna mtu atakaye kuja kutusumbua? I am with my friend there. Haleluya. Kama niko mimi na ndugu yangu, wengine wote ni wapendwa wetu tu katika Kristo, si ndio? Kwenda kujiingizisha kwenye vitu vya sijui umeninunulia hujaninunulia birthday, sijui tumenunuliana hujaninunulia, moyo umeshauma. Shoga yako leo sasa hivi Januari, anzeni sasa kupanga. Sijui birthday ya rafiki yangu, mimi mwanzangu sijamnunulia, yeye kaninunulia. Si mnanunuliana keki kwenye birthday? Asipokununulia mwenzako keki, moyo wako utakuwa na raha, moyo wako utakuwa na furaha. Utwist sasa, asipokununulia keki moyo wako una furaha. Ndio mtumishi anachokifundisha, kwa sababu usiponunuliwa keki utajikuta moyo wako una furaha. Ndio maana tunawaambia mambo mengine mnajitakia wenyewe, achaneni. Haleluya. Yaani nikikwambia achaneni na habari ya kununuliana keki, maana yake yaani sio lazima hujamwambia ninunulie keki, si ndio? Akitaka amekuja mwenyewe. Kwa sababu mimi leo mtu akitaka kuja kuniletea buti, ametaka mwenyewe, sijamuomba mimi mtu buti. Wananiletea wenyewe. Sijaomba mimi. Amejua tu mtumishi Biti anapenda nini? Buti. Kwa kafanya nini? Kauliza, unavaa size ngapi? Kuna lingine linatoka sasa. Uko nchi fulani matata. Hatari, yani rarato. Utaacha kuletewa mabuti. Nakwambia sasa hivi na raha, nataka Mungu ataniletea gari. Na watengenezea mazingira ya kuwa na raha. Mimi nilikuwaga mtu ambaye amani haipo, raha haipo. Nashangaa madude haya haeleweki, vitu havieleweki kila siku. Unajua ukiwa mtu una raha, matete kuanga ni wewe, surua ni wewe, yani magonjwa ya safura ni wewe, madude ya ajabu kila kitu ni wewe. Unajiuliza, Mungu mimi nimekufanyaje? Mbona mimi safura ni mimi, matete kuanga sijakaa vizuri, mapele yote kila sehemu ni mimi, mapele hujakaa vizuri, jipu upande huu kupaka chini, yani kote. Hata Mungu mimi jamani, hujashituka vizuri, HIV hapa. Mbona mmekaa nani? Haleluya. Hakikisha unakuwa mtu wa amani. Hakikisha mtu unakuwa wa furaha. Mfurahie Mungu. Kumfurahia Mungu manake utafurahia alivyokupa. Utafurahia maisha yako ulionayo. Utafurahia majira ulionayo. Utafurahia nyakati ulizopo. Utafurahia wakati uliopo. Haleluya. Lakini tunashindwa kufurahia kwa sababu tumezungukwa na watu. Hapa nyinyi inawezekana huko umekuja umemleta mtu hapa. Mimi leo naenda kumpeleka madhabahuni. Kwa kweli siwezi. Haya maisha hayawezekani. Mimi nimechoka. Ndio unakuja hapa tunakwambia nyosha mkono juu, wewe unakaa. Mimi nimekwambia nyosha, sijakwambia kaa. Wewe unakaa. Yaani manake akili haipo, yani hamna connection. Yani huyu anachowaza muda wote ni kama vile andikeni majina ya wanaowasumbua. Muandike majina, mje haya kanyaga, haya zinda, haya vunja. Sasa hivi ni furaha, hamna kanyaga. Haleluya. Furahia mtu. Furahia mafanikio wenzako. Furahia wenzako wanapofanikiwa. Sisi tunakaa na watu unaona kabisa kama kuna muda saa nyingine unamwona huyu hapa mtu unamzawadia kitu fulani. Anambia, "Haya umefanya kazi yako vizuri. Basi hicho hapa chukua chochote kitu. Pata hata ka 20 hapa." Ukiangalia jicho la mtu mwingine yani anataka kummeza.
Dada, mbona kama unaniangalia sana, yani kama vile au na kusema, yani maneno yanaingia kwamba bwana mtumishi kama unanizungumzia, maana mimi mwenyewe sitamaniki nione wengine wanapewa. Nataka mimi tu ndio nipewe. Ukitaka tu wewe ndio wewe wa kupewa, upeti. Haupati. Haleluya. Train, yani maisha yetu sisi niwaambieni, wokovu tunaofanya unakuwa mgumu. Ni maisha tu ya kawaida. Yaani simple life. Simple life na vinaanzia utotoni. Si unaona maombi ya watoto tunayoomba sasa hivi? Si unaona hizi prayer points tunazoziomba? Muombe mtoto wako kuridhika, maana yake aishi na furaha. Sasa hivi katoto unakuta kana moyo mgumu. Yaani kanamchukia mwenzake. Akana raha. Akana furaha, ukikauliza nini? He beat me. Yaani maana yake amemzidi darasani. Nisemeje kwa Kiingereza? Mambo ya saa nyingine vina nani? Haleluya. Mbona dada umecheka sana? Mungu ametaka wafurahishe kwa staili hiyo. Maana kuna mwingine alikuwa amenuna, sasa amesikia ibiti mimi, hata hiyo biti yenyewe hajaelewa. Anaona kama mtumishi, lakini biti yani umeenda tena kwenye kupiga. Sasa si ndio amempiga, yani amemzidi. Haleluya. Yani unamwambia why? Nasema you defeat me today. Si unaona nimekumbuka. You defeat me. Me I am number 2, then he is number 1. Why me I was always number 1? Tayari mtoto anakuwa na likinyongo. Anataka yeye number 1 ndio hiyo ya kwake. Sasa mtu amesoma. Si usomege tu na wewe, mshukuru Mungu sasa hivi kwamba umepata mtu wa kukuchallenge kwenye darasani eti. Haleluya. Umepata mtu wa kukuchallenge, ujielewe kwamba kumbe kuna mabouncer, kumbe kuna wazuri kuliko hivyo ni wewe. Ulikuwa unajihisi uko peke yako. Sasa Mungu anakuletea lidude ili usijisahau kwamba wewe umejionaga uko peke yako sana. Anakuletea mtu linakuja linakuwa la kwanza. Sasa wewe unamtokea wapi? Tokea wapi? Unajitutumua mwenyewe, unalia, yani unasema haiwezekani. Ndio unaweza ukajikuta unashangaa unakuwa wa 3, una 4, wa mwisho. Haleluya. Lakini unasema maisha bwana, I'm trying my best to come up. Nifanye vizuri, nipate A zote, niscore vizuri. I'm not here, yani siko kwa ajili ya kufanya competition. I'm doing my best. Nafanya vizuri kulingana na Mungu atakavyonisaidia. Haleluya. Kwa vile itamsaidia mtoto wako anafanikiwa, hata wewe mwenyewe unafanikiwa. Na nisikia mashoga zenu mnawachukia, nyinyi ndio mmeanzisha haya mambo mpaka sasa hivi. Mnajikuta furaha hamna, raha hamna, amani hamna kwenye familia zenu. Nyinyi wenyewe ndio mmeanzisha yani makuzi tuliokulia ndio wanaosababisha leo tunakuwa wavivu kwenye kuomba. Wewe unafikiri mpaka tunapigia kelele omba, mtu manake akili yake iko mbali. Anachokiwaza kitu gani? Anawaza hali yake ni mbaya. Anawaza hali yake sio nzuri ya chakula. Yuko disturbed. Lakini ungekuwa na raha, unafikiri nikikwambia omba hautanisikiliza? Ni rahisi kunisikiliza. You are entertaining things. Umesikia? Siku ya kesho mtumishi atatupeleka pazuri kabisa. Lakini mimi natamani muanze kujifunza kutrain mioyo yenu. Tunapozungumzia furaha maana yake unaguswa moyo. Ni moyo ndio unaoguswa. Kwa sababu kinyume cha furaha ni nini? Huzuni inasababishwa na kitu gani? Huzuni unaipatia wapi? Yani unahisia wapi kwamba una huzuni? Ni kwenye moyo. Maanake lazima ujifunze kutrain moyo wako kwamba I want to be okay. I want to be okay. Mtumishi Biti si amekugombeza. Mwenyewe unanuna. Hutaki kugombeza, wewe nani? Wewe nani? Yaani train moyo wako kwamba okay, nimegombezwa, nimekalipiwa, nimesemeshwa, nimeambiwa, maana nyinyi mmeshakalili ni kama vile
kugombezwa hawa wahudumu wanasemaga maonyo, sijui maonyo yamekuwa mengi, maonyo yamekuwa makali, maonyo sijui kitu gani. Wewe unaona maonyo yamekuwa makali, maonyo yamekuwa mengi. Train moyo wako. Lile onyo linapokuja, take it positive. Ukilichukulia positive alitakusumbua. Nyinyi mioyo yenu mmeifanya kama grass, ndio maana mnasababisha nyakati zote mnakuwa mnatembea na miuzuni. Kwa sababu mioyo yenu haitaki kuguswa. Yaani furaha yako wewe unachotaka upite kwenye raha. Changamoto ikija tayari imeharibu moyo. Dunia hii, tena Tanzania hii, Mwanza hii. Haleluya. Usomi Biblia inasema ujapopita katika not bonde. Nini? Moto alitakugalikisha. Haleluya. Kwenye nini? Kwenye maji. Si ndio? Hayatakugalikisha, si ndio? Kwenye moto hautafanya nini? Hautakuunguza, si ndio? Haleluya. Maana yake nini? Kuna nyakati za kupita kwenye moto. Kuna nyakati za kupita kwenye maji. Kuna nyakati zitakuja za yaani kuna hizo nyakati zipo. Kwa zinapokuja, moyo wako unautrain vipi? Moyo wako umeufundisha vipi? Ili usikamatwe na huzuni, ili usikamatwe na uchungu. Kwa sababu unaporuhusu huzuni, tayari shetani amekunyima ibada. Shetani anachowinda ni ibada. Ndio maana Mungu anataka tuwe na furaha, kwa sababu kwenye furaha ni rahisi kuwa na ibada na Mungu. Wewe unafikiri Mungu anachokwenda kudemand kwenye taifa la Israeli kule Misri ilikuwa ni kitu gani? Tumefundisha kwenye mapigo 10. Haleluya. Mungu anaenda kutoa taifa lake la Israeli Misri. Unafikiri alikuwa anatafuta kitu gani? Alikuwa anataka ibada. Kwenye maisha yako Mungu anataka ibada. Na ibada haiwezi kuja kama moyo wako hauko vizuri. You cannot kukaa na kumwomba Mungu kama moyo wako hauko vizuri. Mimi nakwambia kabisa, ukiwa kwenye mahangaiko hufanyi ibada. Mimi nishajizoesha. Mimi nikiwa moyo wangu hauko vizuri, hata sijisumbui. Unioni napiga magoti kumwomba Mungu. Sijisumbui kwa sababu najua hapa napoteza muda tu. Kwa moyo wangu ukiwa kwenye mahangaiko, najitia nguvu katika Bwana. Naambia Mungu, naomba nirudishie hali yangu, nirudishie furaha yangu, nirudishie amani. I need to stand. Nahitaji kukaa na wewe katika raha. Tuzungumze kama marafiki. Tuzungumze kama mtu na rafiki yake, mtu na mpenzi wake, mtu na baba yake, mtu na mtoto wake. Mnaweza mkaelewana na baba yako huko na mahuzuni. Haleluya. Unafikiri unaweza kuelewana na babako huko na huzuni, huko na uchungu? Unaenda baba mimi mama. Ni mababa ambao hawaelewi chochote, tunaweza anaona kama anakudekeza sijui si vitu gani. Mwanangu tulia, mwanangu nyamaza. Si nini, kuna shida gani? Mpaka unyamaze, moyo wako wewe umekaa umetulia ndio uongee sasa vya kueleweka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Manake nini kinachozungumza? Mungu anataka kutujibu, lakini sisi tunakataa kujibiwa. Tunaelewana? Sisi wenyewe ndio tumeruhusu kuto kufanya nini? Kujibiwa. Leo hii kuna watu ambao inawezekana kabisa ni marafiki zenu, lakini anasikia raha kuona jambo fulani aliendi vizuri sehemu fulani. Anasikia raha kuona kitu fulani kiende vizuri sehemu fulani. Mimi nakuhakikishia hao marafiki zenu mtawaona hawafanikiwi. Nawaambia kabisa, si mko wote, si mnakaa wote, mnaonana wote. Yaangalieni maisha yenu. Yaangalieni maisha yenu. Angalieni maisha yenu. Mimi hapa jamani, mimi BTC nimetoka Geita na Mungu ananiita. Naamua kuja kumtumikia Mungu. Mungu anaanza kunitrain the first time. Naingia kwenye kuanza maombi. Nimekutana na Mungu. Naanza kuingia kwenye maombi ya prayer marathon. Nimemaliza maombi ya prayer marathon. Mungu anakuja kuniita, naanza kumtumikia kwenye madhabahu ya Anointed Room. Nilichokutana nacho ni wivu. Unanisikia?
Yaani nilikutana na wivu sio wa madhabahuni au wa watu. Mimi hapa ndio nilijiona na wivu. Mimi niliona kabisa nikasema ninachokiona naona dalili za wivu ndani mwangu. Na hii dalili naona kila wakati ni kama inanifanya nakosa kukaa na Mungu vizuri. I talked. Nikaongea na ndugu yangu. Nikamwambia kwa nini tunapoenda sehemu watu wanakusalimia mimi moyo wangu nauma? Huo ni wivu. Haleluya. Mimi naongeaga life. Mimi naongea tumezunguka mno. What I come to realize, watu wa Mungu kwenye neno mnapigiwa neno, mnapewa neno, lakini watu hawasemi real life. Mimi nimeambia Mungu mimi nitazungumza real life. Mioyo yenu iponyeke. Kwa sababu gani? Hata nikizungumza, hata ukanicheka, unanipata. Hey. Niko hapa na buti. Shauri yako. Naletewa tu mimi mabuti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada anataka kuiangalia. Jiangalie vizuri. Hili sio nililolivaa kwenye WD. Hili ni lingine. Rangi zinaweza zikawa zinafanana mkachanganyikiwa. Na wawekea vizuri. Na mpige vizuri picha zote. Naomba piga picha vizuri. Ili nikija kuziposti ziwe na tofauti zionekane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Real life. Maisha yetu haya ya kila siku ndio yanao tusababisha tunakosa matokeo kwenye maisha ya kiroho. Kwenye namna yetu ya kiroho. Kwa ili tuweze kusaidia. Ndio maana Biblia inasema enendeni katika roho. Sisi tunaenenda katika mwili. Kuenenda katika mwili kuna tugharimu. Tuna ulokole lakini ya kale hayajapita. Tunasema ya kale yamepita lakini wengi ya kale hayaja. Ndio maana unashangaa una wivu bado. Sasa ukiwa na wivu unafikiri furaha itakuja. Mimi nakwambia shoga yako ameingiza gari, utafurahi wewe. Kwa wivu ulionao utafurahi. Nini alakalaka kitakachokuja? Wivu unaambatana na nini? Maana lazima huko ndani pale hasira, chuki, na yani kuna makorokoro mengi, yani kama yani Mungu, kwani huyu amekufanyia nini? Yani Mungu, mimi kwani mbona kama naomba sana, lakini mbona yule haombi sana? Na wengi ambao hawaombi sana ndio mnashangaa wanafanikiwa. Kwa sababu gani? Hawana wivu. Hawana wivu. Nyinyi mnaomba sana lakini mna wivu. Mnafunga sana lakini mna wivu. Mnaomba sana lakini kuna maisha fulani moyo wako hauna raha. Moyo wako hauna furaha. Kwa hiyo ndani mwako unaenda kumlilia Mungu, Mungu mimi nafunga sana lakini ona mimi Mungu jamani, mbona siko hivyo? Sasa nini? Wewe hujui kila mtu ana maisha yake. Huyo unayemsontea kwa Mungu, hujui akiingia kwa Mungu anakuwa na Mungu wa staili gani. Mwenzako inawezekana akiingia kwa Mungu anamwambia Mungu asante. Asante kwa ukuu wako. Asante Mungu mimi umeniokota huko niliko. Have you ever heard mimi nikiwa namshukuru Mungu? Umeshai kunisikia mimi? Umeshai kunisikia mimi watu wa Mungu? Umeshai kunisikia nikiwa kwenye maombi yangu na Mungu wangu? Mimi waka nagaragara. Naambia Mungu naweza nisitoe machozi, lakini Mungu anauelewa moyo wangu. Moyo wangu kuna kitu namwambia God, ulifanyaje ukamwona huyu binti asiyefaa? Ulifanya kitu gani ukamwona huyu binti asiyefaa? Leo hii ukamwona anafaa. Mbona maneno ya shukrani yananiisha? Mbona kama maneno ya kukushukuru sina? Mimi nifanye nini God? Asina cha kufanya. Only what I will do it to save you. Bring opportunities to save you. Bring opportunities to save you. I will save God. Hallelujah. Ndio maana unaona tunakuja kuomba. Unaona tunaomba Eli Grabbers tupo, sangapi tupo, wapi tupo. Nini? Mioyo yetu inamtukuza Bwana. Hatuna kingine cha kufanya. Tunamfanyia tu Mungu wetu ibada ili Mungu awafungue watu wake. Mungu ayafanye watu wake. That is all we can give God. Yes. Kwa kama ni pesa hatuna cha Mungu, hatuwezi tukampa pesa sisi. Hallelujah. Amen. Yani hata kama tutatoa sadaka za milioni 200
hata kama tutatoa sadaka milioni 400, hata kama tutatoa sadaka milioni 100, bado kwa Mungu alichokifanya kwenye maisha yetu, milioni 200 haina thamani. Yes. Milioni 100 haina thamani. Yes. Oh God, tusaidie, tukutumikie. Mapenzi yako yaliye kwenye maisha yetu, yakae kwenye maisha yetu, yazungumze kwenye maisha yetu. Hayo ndio tuyaone Bwana. Yes. Tuyafurahie mapenzi yako, tusikie raha kukutumikia. Tusikie raha na furaha kukana na kuambia watoto wako ukweli kuhusu wewe. Amen. This is the joy of love. Hallelujah. Amen. Sasa mtu kama mimi, hayo maombi machache tu, Mungu ananiacha jamani? Mbona nitakanyaga China mwanangu? Puliza sasa China hii hapa. Twa. Unanyemeka China sana mwanangu. Twende Hong Kong ta. Hong Kong meka sana mwanangu. Tuingie Shanghai kata. Wakati unaingia Hong Kong naambia Bwana, ni nani aliye kama wewe? Oh yes. Nani aliye kama wewe? Kumtoa mtoto Geita mpaka Hong Kong. Liinuliwe jina lako. Amen. Litukuzwe jina lako. Wakati wengine wanaenda Hong Kong kimazoea, yani this is our life, maisha yetu, pesa zetu. Sisi hatuendi kimazoea. Tunasema tumemwona Bwana. Yes. Akitupeleka China. Amen. Tumemwona Bwana. Yes. Akitupeleka Hong Kong. Amen. Tumemwona Bwana. Yes. Akitupeleka Shanghai. Amen. Hajanyamaza. Yes. Akatupeleka Dubai. Amen. Sijui kilio kinachofuata ni wapi. Yes. Hallelujah. Amen. Lakini wewe uko hapo, unatoka Geita kuja Mwanza, hutaki kumshukuru Mungu. Yaani Mungu, Mwanza ndio umepaona. Sifirisha. Shukuru Mungu, umetoka Geita hata Mwanza umekuja kuona kuna lami. Umeona wamejenga pale daraja la nini? Geita lipo. Katoro lipo. Mshukuru Mungu. Haleluya. Pale ndipo unapogenerate furaha. Pale ndipo unapojifunza kumfanyia Mungu ibada na moyo wako usibiwe wa ibada. Ibada yako shetani anashindwa kuikamata kwa sababu umeshajua jinsi gani ya kumfunga anapotaka kuja kukuharibia. Nanisikia wake. Nanisikia waume. Siku ya kesho mtumishi atakuja kuendelea na tutaendelea zaidi huko kwa wake na waume. Nyinyi ndio kabisa. Ndio maana unashangaa madivorce mlangoni. Nini? Furaha zimo kwenye ndoa. Furaha zimo kwenye ndoa. Changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa. Yani you have to train your heart. You have to train your heart. Umeshaingia? Si umeingia? Hey, sasa utafanyaje? Furahia tu. Akija saa 2 wewe furahia. Tukuze Bwana. Leo Mungu leo afadhali amewahi. Asante. Haleluya. Kama yule dada akasema kwamba amemwambia mke wangu kwa ajili ya usalama wa maisha yangu, ngoja nimeona nilale hotelini. Mbwa ni wengi barabarani, wanaweza wakamuuma mbwa. Haleluya. Barabarani kuna mbwa wengi wakali, anaweza akapita akakamatwa akaliwa, unakuwa umepoteza. Kwa hiyo akaona ajipunzushie hotelini. Wewe unalia. Yaani mimi ananipigia na simu anasema haleluya. Tena yule dada alisema anashangaa Mungu amempa amani ya moyo. Yaani pamoja na kwamba aliambiwa hivyo, moyo wake ukawa na amani. Inawezekana yuko mahali hapa na anasikia. Kwenye ndoa kuna itirafu kwa sababu hakuna furaha. Ndoa yenye furaha utaiona inafanikiwa. Ndoa yenye furaha utaiona tu. Mume ananawiri, mke ananawiri, watoto wananawiri, vitu vinafunguka, mambo yanafunguka. Ndoa isiyokuwa na raha utaiona tu. Yaani utamuona mwanamke kweli hipsi anazo. Sio kwamba ana. Weupe kweli upo. Lakini kuna kitu kina miss, utukufu wa Mungu umepungua. Aliyepungukiwa na utukufu wa Mungu anajulikana hata kama ni mweupe. Haleluya. Utukufu wa Mungu ukiondoka, yani haunaga kujificha. Unaonekana tu. Wazi wazi. Wewe ukiniangalia mimi unanionaje? Nakuuliza unanionaje? Unaona utukufu wa Mungu umepungua hapa? Sijaweka chochote hapa. Sijapiga mimi hapa nikasema nitupilie nani hapa nikapiga.
Lakini taa na kagiza haka bado unaona ninang'aa. Mtoto wa Mungu. Nikikuonyesha picha yangu wakati navuta bangi nilikuwa na matobotobo kwenye ngozi. Nakwambia nilikuwa na matobotobo, nilikuwa nimesha kama nazeeka, bibi fulani aliyezeeka hivi. Lakini sasa hivi angalia. Unaiona? Sio swala la pesa na utajiri. Huyu ni Mungu. Utukufu unakuwa pamoja na wewe. Unakosa furaha, unakosa la. Mimi nakwambia skincare zinagoma. Una pesa lakini unashangaa kila kitu, mwili unagoma. Yaani unajiuliza nina shida gani? Mbona kama uso wangu sasa hivi siuelewi? Mbona kama kuna kitu sasa hivi sikielewi? Nini? Joy is missing. Furaha haipo. Ninyi mnaishije watu wawili ndani hamna furaha? Maisha gani kwa miaka yote hiyo? Mnaishi maisha miaka miwili hauna furaha. Hapa pataanza. Hapa hivi pataanza. Kile ukimwona mwenzako. Ndio tu discuss. Nini? Kuhusu ada za watoto. Ale wewe mwenyewe. Unavyoona. Unavyoona. Kwani anaitwa hela nani? Si wewe. Unavyoona. Kwa hapa panaanza. Pakianza hapa panakuja huko. Hapa panajisogeza hivi. Panajisogeza hivi. Ndio kukutana na wewe. Wewe si una miaka 30 wewe. Ni mimi. Haleluya. Tamani kwa mtu mwenye raha. Yaani kila kitu kinakuwa kwenye space. Yaani unasikia tu mwili kama vile uko umepigwa kitu cha baridi. Raha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia wenzetu kina Daudi walikuwa hivyo. Angalia Daudi alivyokuwa anampenda Mungu, anavyokuwa anazungumza na Mungu wake, anavyomtukuza Mungu wake. Wewe ndio jabali langu, ngome yangu, niende kwa nani? Haleluya. Jabali lake atalala kweli? Ngome yake atalala kweli? Haleluya. Amen. Lakini sisi nyinyi kitu mnachokitafuta ni maombi yenu nyinyi siku zote ni kama ya kuwaleta tu fulani amekuja nikisema fire, yani ni kama vile iende kwa yule ambaye amenunuliwa gari. Mwangalie jirani yako, mwambie kuwa na raha, kuwa na furaha. Muda huu hujalijua kusudi lako. Mwambie kabisa, miaka ambayo umefikia hapa hujalijua kusudi lako. Tengeneza furaha ili ulijue kusudi na uishi humo. Haleluya. Jitahidini kuwa na furaha, kuwa na raha ili muweze kuyajua makusudi yenu na kuyatumikia makusudi yenu. Furaha inakosekana kiasi kwamba hata hujui kusudi Mungu aliyokuitia ni nini. Kwa sababu gani? Kuna kitu unakitafuta kingine. Kuna mambo mengine unayatafuta. Kuna makorokoro mengi unayatafuta. Hivi nikwambie mtu kama wewe, unajikuta unamchukia, kwa mfano labda unanichukia mimi. Nitoe tu mfano. Yaani hapa naweka kwa rafiki yako sasa. Sawa? Yaani mimi ndio rafiki yako. Unanichukia mtu kama mimi. Alafu unakutana na mimi niko kama hapa. Nimeshika mic na mwaya. Na kuringishia mabuti. Nasema Yesu wangu, jamani Bwana amenitendea mazuri. Moyo wako unasikia? Si unaweza ukachanganyikiwa? Yaani unahisi kama vile huyu vipi yani? Ndio ile sasa unakuta mtu anaamua siku hizi hamna watumishi wa Mungu. Takataka tu. Wanaenda wanalingisha tu mabuti. Jamani mimi nisimlingishe. Bwana amenitendea mimi jamani. Wewe hujui mimi wakati niko mlevi hili buti ningelipatia wapi jamani? Haleluya. Wewe uelewi nilikuwa navaa mabuti ya namna gani wakati nalewa? Asifiwe Bwana Yesu. Asifiwe mfalme. Kwa jitrain moyo wako. Mimi nimeona Mungu akiwafanikisha watu ambao hawakutegemewa kufanikiwa. Ni kwa sababu ya mioyo. I had my friend, alikuwa ni mtu ambaye ni mtu fulani ambaye maisha yake ukiyaona watu wengi walitegemea atakujaga kwa labda malaya fulani hivi. Unaelewa eh? Kuanzia primary mtu anatembea na wanaume unacheza.
primary. Afu mimi sielewi Mungu aliniunganishanaga vipi na yule rafiki yangu. Tukiwa primary, mimi nawajua paka maboyfriend wake primary. Lakini mimi nilikuwa mpole. Nilikuwa nataka kuwa sister kipindi hicho. Nilikuwa mpole. Lakini alikuwa na marafiki zake type fulani ya kwake. Kwenda kula makuku, kwenda klabu, primary, la 6 la 7 lile, disco toto, yani maisha ya hivyo. Ananitambulisha huyu ndo baby wangu, boyfriend wangu, vimeachana amekuja mwingine ananitambulisha wa pili. Yani maisha ya style hiyo. Kwa watu waliokuwa wananizunguka wananiambia, "Huyu sio rafiki yako mzuri. Achana naye." Lakini vilishindikana, yani nilikuwa na goma, yani inagoma tu, yani automatically nilikuwa sielewi kwa nini tunashindwa kuachana urafiki. Sikuendana na tabia zake, yani sikuwahi kuiga tabia zake. Lakini tulikuwa tunaelewana sana. Paka mamake anasema, "Hivi nyie mkija kuingia kwenye mandoa huko mtakuwa mnafuatana majumbani kwenu? Urafiki gani ukifika usiku tunasindikizana? Ananisindikiza nyumbani mpaka saa 3 na mimi namsindikiza tena kwao. Tunasindikizana." Yaani hivi unaelewa? Alikuwa mtu fulani ana moyo ambao hajaokoka lakini alikuwa anapenda Biblia. Kwa kuna muda anasema, "Mimi yani nasikia tu kuomba, nasikia tu kufanya hivi." Hajaokoka. Ni mtu wa hivyo. Lakini rafiki zake walikuwa wanajiuliza sema, "Mbona unampenda huyu?" Wanamuuliza yeye. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye siku nyingine navaa sketi, wenyewe wako kwenye vitaiti, vinini, enzi hizo, usukumani, ukivaa kataiti unaonekana malaya. Umeshindikana. Kwa mimi nilikuwa na sketi zangu za chupa. Yaani vitaiti vyao. Kwa wale marafiki zake walikuwa wananiona mimi mshamba. Wanamwambia, "Mbona unampenda huyu?" Mshamba tu. Kwa kwenyewe pabaya. Si unajua maisha ya kitoto. Lakini yeye aliendelea kunipenda. Aliendelea kunifurahia. I'm telling you. Ameendelea na maisha ya hivyo hivyo mpaka anaenda sekondari. Tunafutafutana marafiki sisi, tunafutafutana mpaka anaingia chuo. Tunafutafutana sisi, tunatafutana mpaka anapata kazi. Mpaka sasa hivi kaolewa, ana watoto. Na Mungu amempa kazi nzuri sana. Maisha yake yamebadilika kuliko marafiki zake. Vitu vyake vimebadilika kuliko marafiki zake. Alikuwaga na moyo tu wa kupenda. Alikuwa na moyo tu wa kufurahia watu. Lakini wale marafiki zake walikuwaga na chuki. Sasa hizi wanamshangaa. Hawakutegemea kama ataolewa. Si unajua mtu akiwa maisha fulani, unajiuliza huyu ameolewaje? Yaani mimi nimejitunza. Ndio ile sasa mtu ametembea na wanaume 60 lakini anakuja kuwa na ndoa nzuri. Watoto wazuri, ana watoto wazuri walembo. Na juzi katika tuita twende tukambariki mtoto wake wa kiume. Kajifungua mtoto wa kiume. Mungu kambariki na duka. Alafu ana kazi na anatoa mafungu ya 10 sadaka. Huko utakuwa unalia wewe utoi fungu la 10. Wewe utoi malimbuko, utoi sadaka. Anafurahi. Anasema mimi natamani niwe nawafanyia kitu watumishi. Kaambia tuko Dubai, unataka tukuletee nini? Nataka Dubai chocolate. Kaambia tutakuletea. Haleluya. Ambe na chocolate. Kaambia tutakuletea. Sasa niambie watu wengine ambao walikuwa wanamchukia, watu wengine ambao walikuwa wanamuona haeleweki, sasa hivi wao hata hawajafika pale. Hawana maisha ya pale. Kwa sababu gani? Ile chuki. Yale maisha ya ajabu. Hizi ni principles za kawaida. Mwambie mwenzako, hizi ni principles za kawaida tu. Badilika. Furahia watu. Penda watu. Jifurahie wewe mwenyewe. Furahia maisha yako. Furahia ulipo. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana. 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 Siku ya leo. Nisaidie. Moyo wangu. Ugeuke. Kukufuata wewe. Kuenenda na wewe. Ili nikufurahie. Kwenye mambo yangu. Ili nikufurahie. Kwenye vya kwangu. Kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya chuki. Roho yoyote ya wivu. Roho yoyote inayosimama kuniharibia maisha yangu ili nione wengine hawafai na kuniondolea ibada yangu. Siku ya leo nimetambua furaha ina majivu. Furaha ina matokeo. Ninayageuza matokeo ya chuki kwenye furaha. Ninageuza
matokeo ya hasira kwenye furaha. Ninageuza matokeo ya kununa kwenye furaha. Ninakataa kuwa na huzuni. Nakataa kuwa na chuki. Jambo lolote linalopitia nisikae humo na kuwa na huzuni. Jambo lolote lililo zito, Bwana nisaidie nitoke humo nikiwa na furaha, nikiwa na raha, nikiwa na shukrani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba nisaidie nijenge kwenye furaha, nijenge kwenye furaha. Nakataa roho ya chuki, nakataa kila roho ya hasira, ya chuki, ya wivu. Toka. Achia maisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema tumewekwa juu ya falme, juu ya mamlaka, ili kung'oa, ili kubomoa, ili kuangamiza. Tunang'oa kila roho ya chuki kwenye mioyo yetu. Tunang'oa kila mapando ya hasira, ya wivu. Tunang'oa roho ya hasira, roho ya chuki. Nang'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nang'oa kila roho roho ya hasira, roho ya chuki, roho ya wivu. Nang'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nang'oa kila roho inayozuia nisitembee kwenye furaha. Siku ya leo nimegundua inanibia ibada yangu. Ninapiga, ninavunja, ninapasua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.